Hii movie inamhusu huyu mwanadada jina lake anaitwa Dayla. Huyu mwanadada anajikuta akiingia katika mzozo mkubwa sana na kipenzi chake cha kuitwa Tini, na sababu ni kwamba huyu mwanadada aliweza kumfumania kipenzi chake Tini akiwa katika mahusiano na mchizi ambaye jina lake anaitwa Jeff. Ajabu ni kwamba sio tu kumkuta kipenzi chake akiwa anachiti, bali alikuwa akimchiti na kidume ambaye jina lake anaitwa Jeff, kitu ambacho kiliweza kusababisha mzozo na matatizo makubwa sana, hasa kwa jamii pamoja na kwa mwanadada mwenyewe wa kuitwa Dayla. Sasa tahadhari ni kwamba hii movie haipo kwa ajili ya kusapoti mapenzi ya jinsia moja, bali nimeleta kwenu ili kusudi uweze kujifunza kitu juu ya jamii zetu za Kiafrika zinavyoharibika dhidi ya hili janga ambalo kwa sasa limekuwa likishamiri katika kila mitaa, na jinsi ambavyo tunaweza kurekebisha familia zetu kupitia hii movie. Ninaamini ya kwamba kuwa na wewe kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi kutakufunza kitu. Sasa ungana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi, bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Jesus. Diola. What? What are you doing here? Everybody see my man. Movie inaanza kutuonyesha huyu hapa mchizi jina lake anaitwa Jeff. Huyu mwamba kwa hizi dakika alikuwa ametulia katika mitaa hii hapa nyumbani kwake. Muda kidogo baadaye akaingia binti hapa. Unaambiwa kwamba huyu binti ni rafiki yake mkubwa. Sasa mara baada ya kuweza kufika hapa, binti akaanza kumpa stori ya huko alipotoka. Sasa mbaya zaidi, binti anamwambia juu ya mwanaume ambaye tayari ameshakutana naye kwa muda uliopita. Sasa na hapa huyu binti anamwaga sifa nyingi sana kwa mwanaume ambaye amekutana naye muda mchache uliopita. Binti anasema ya kwamba ni moja kati ya wanaume bora sana, hasa katika tendo la kupeleka tu moto. Kumbuka yote haya anamhadisia Jeff. Sasa unaambiwa kwamba huyu binti analala chumba kimoja na huyu mchizi wa kuitwa Jeff, yaani wanaishi pamoja pika pakua. Sasa ukweli ni kwamba wawili hawa licha ya kwamba wanakaa pamoja, lakini hakuna kabisa mahusiano. Kwa nini haya yote yanawezekana, na kwa nini mwanadada na feel comfortable sana kuweza kuishi na huyu mchizi pika pakua? Yote haya tutayafahamu. Sasa mwamba Jeff kazi yake kubwa mjini ni kuweza kufanya delivery ya mizigo mbalimbali, sio chakula, sio chochote kile anafanya hivyo. Sasa mwamba tayari ameshapokea oda na sasa hivi yuko njiani kwa ajili ya kuweza kwenda kuifikisha maeneo ambapo yeye anapaswa kuweza kuifikisha. Sasa kuna huyu mchizi jina lake anaitwa Tini. Sasa mwamba huyu ndio ambaye anapaswa kuweza kupokea oda kutoka kwa mchizi ambaye jina lake anaitwa Jeff. Haikupita muda, mwamba Jeff akatia timu mpaka nyumbani kwa mwamba Tini. Tini akafungua, lakini cha kwanza akamwambia mwamba Jeff ya kwamba leo hii amechelewa kabisa kuweza kuleta mzigo ambao anapaswa kuweza kuleta hapa. Sasa mwamba Jeff hakujali sana kitu ambacho anaambiwa na Tini. Cha ajabu ni kwamba Jeff akaanza kukitazama kifua cha mchizi ambaye ni Tini, lakini Jeff akamwomba msamaha na kumwambia kwamba hii ni changamoto tu ya kawaida, kwani barabarani kulikuwa kuna foleni nyingi, na mwamba akajitetea hapa na pale na Tini akaelewa. Mwisho wa siku Tini akamkaribisha mwamba Jeff apite tu ndani. Sasa ukweli ni kwamba mwamba Jeff alileta delivery ya chakula. Sasa kwa kuwa mwamba Jeff alichelewesha chakula, akahisi ya kwamba huenda kitakuwa kimepoa, hivyo akaomba nafasi kwa mwamba Tini ili kusudi tu aweze kukipasha hichi chakula na mwamba Tini aweze kukupokea na kuweza kukila chakula hichi. Sasa mwamba Jeff akafanya hivyo na mwisho siku akakitenga chakula mpaka mezani. Sasa mwamba Tini alifurahishwa sana na huduma ambazo mwamba Jeff alikuwa akizitoa, na kwa kuwa alifurahi, basi akatoa chochote kitu ili kusudi kiwe kama hongera kwa mchizi Jeff. Basi urafiki ukawa ni mkubwa sana. Mwamba Tini akawa anaagiza tu chakula hapa na delivery wake ni yule yule mwamba Jeff, na akawa anakuja hapa kila siku. Sasa kwa hizi mara kadhaa walizofika hapa, wakawa wanacheza game, mazoea ya hapa na pale akawa anaendelea, na mbaya zaidi ni kwamba huyu mchizi Jeff akawa anafanya sana kazi za kike, yaani mwamba ataosha vyombo, atamsaidia mwamba Tini kupasha vyakula na mambo kaza wa kaza hapa. Sasa siku hii hapa mwamba Jeff kama kawaida nyumbani kwa kina Timi. Sasa wakati yuko hapa, kwa bahati mbaya si akaangusha mpaka na vyombo ambavyo alikuwa amevishika mkononi moja kwa moja vikapasuka hapa chini. Mwamba Tini alipofika hapa hakuwa na jinsi, akaona ni jambo la bahati mbaya, hivyo akamwambia Jeff ya kwamba aende bafuni akaoge huyu mchizi. Mwamba akafanya hivyo. Sasa wakati Jeff yupo ndani ya bafu, akawa anawaza mambo mengi sana, na kubwa zaidi anawaza kile kifua cha mchizi ambaye ni Tini siku ya kwanza alipoleta chakula katika mitaa hii hapa nyumbani kwake. Hili jambo linashtua sana, na hapa tunapata picha halisi ya kwamba mwamba Jeff
sio mtu ambaye ni riski kabisa, yaani mchizi ni kama soda haina gesi, ama tunaweza kusema ya kwamba golikipa katoka kabisa golini. Na ukweli ni kwamba hata ile picha halisi ya kwamba kwa nini Mwamba anaishi na yule manzi na kisha wanaishia tukiitana maBFF kwa muda wote, ndiyo tunaipata hapa. Sasa mchizi baada ya kumaliza kuoga wakawa wametulia hapa Tini pamoja na Jeff. Muda huu hapa uweze amini, wote wakawa wanatazamana kwa macho fulani hivi ya kila mmoja na mtamani mwenzake. Hii ni hatari na inaonyesha ya kwamba ni jinsi gani dunia ilivyokwisha. Ilipofika usiku, Jeff akarudi kwa BFF wake na hapa wakawa wanapiga stori kaza wa kaza. Hebu tazama tu wawili hawa namna ambavyo walivyolala, inamaanisha ya kwamba huu mchizi kweli beki azikabi. Sasa upande wa Tini, yeye amekuwa akipokea jumbe nyingi kutoka kwa mchizi ambaye ni Jeff, na ni usiku huu wa manane. Jeff amekuwa akiomba nafasi walau apate nafasi wa kuzungumza na mchizi ambaye ni Tini, lakini Tini kwa wakati huu hakuwa tayari, hivyo kila anapopata meseji ya Mwamba Jeff alikuwa akiifuta tu kabisa. Mwamba Tini bado anaonyesha wazi ya kwamba bado ana nia ya kuhitaji kuweza kumwona mtume. Dunia inatisha eti. Sasa siku kadhaa zilipopita, Mwamba ambaye ni Jeff alileta nguo, na hizi ndizo nguo ambazo aliweza kubadilisha siku ile ambapo alichafuka baada ya kuweza kuvunja kile chombo. Sasa ajabu ni kwamba mchizi alipogonga hodi alitoka manzi, na kwa wakati huu hata Mwamba anashangaa. Sasa huyu manzi ni manzi yake kabisa na Mwamba ambaye ni Tini, na jina halisi la huyu bidada jina lake anaitwa Deila. Jeff licha ya kwamba ametaka kuweza kuzirudisha hizi nguo, lakini Deila alimind vibaya mno, na yote ni kwa sababu nguo ambazo Mwamba Jeff amezileta ndio nguo ambazo Deila alizileta kama zawadi kwa mchizi ambaye ni Tini, na kwa kuwa huyu bidada alimind vibaya mno akaondoka mpaka mitaa hii. Sasa uwezi amini, Jeff pamoja na Tini sio wakakutana tena katika hii hapa mitaa. Kilichotokea, Tini na Jeff wakaanza kutongozana, na safari hii Tini pamoja na Jeff wakakubaliana ya kwamba watadeti na watakuwa tu wapenzi. Basi bwana, wakala kumbato zito, na mchizi hapa akagusa katika mazingira ambao kila mwanaume hataki kabisa kuweza kuguswa. Sasa Deila mpenzi wa Tini ni kama ameshaanza kugundua kati ya vitu ambavyo vinaendelea dhidi ya Jeff pamoja na mpenzi wake Tini, na kwa wakati huu mwanadada yuko hapa anamuuliza mchizi Tini ya kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea dhidi yao, yani kati ya Jeff pamoja na Tini. Mwamba analalamika tu na kusema ya kwamba wao ni washikaji na hakuna kitu kingine. Muda mchache baadaye mchizi Jeff anapiga simu kwa wakati huu, lakini kwa kuwa mchizi Tini alikopo pamoja na mpenzi wake Deila hakutaka kabisa kuweza kupokea hizi simu. Deila akafoka sana na hakuishia hapa, na kwa kuwa alikopo na wasiwasi na hofu kubwa kati ya vitu ambavyo vinaendelea dhidi ya Tini pamoja na Jeff, bidada akaona bora liwalo na liwe. Sasa kwa kuwa mwanadada Deila alikuwa ni mwanadada wa mitandaoni na alikuwa na namba kubwa sana katika mitandao fulani hivi ya kijamii, hivyo mwanadada leo hii akaandika posti, na hii posti yake ikawa inasomeka ya kwamba nimedeti pamoja na kuingia kwenye mahusiano na mwanaume takriban miaka miwili, ila kwa sasa nahisi kuna usaliti ndani yake, kwani yule mwanaume ambaye nipo naye kwa miaka miwili sasa hivi ameamua kutoka na mshikaji mwenzie. Hapa akiwa na maanisha ya kwamba bwana wake Tini pamoja na mchizi Jeff. Muda mchache baadaye akabofya kitufe cha post, yani iko sasa mjini na tayari watu wanaisoma huko. Sasa alipoposti bidada akalala. Asubuhi na mapema akapokea simu kutoka kwa rafiki yake hapa, na rafiki yake anampa habari ya kwamba sasa hivi ana trendi sana katika mitandao ya kijamii. Sio Brogu, sio Millard Ayo wa huko Nigeria, wote wamekuwa wakimzungumzia yeye kwa kile ambacho ameweza kukitweet katika mtandao wa kijamii. Na hapa anamwambia ya kwamba watu wengi sana wamekuwa wakiifuatilia kwa karibu historia yako na wamekuwa na shauku ya kuweza kujua mengi kati ya hichi ambacho kifupi ulichokiandika. Sasa mwanadada anadai ya kwamba ile ilikuwa tu ni posti, lakini hakufikiria kama itafika mbali kiasi hicho. Sasa Deila alipogundua ya kwamba ile posti aloitweet katika mitandao ya kijamii imeanza kuleta gumzo, akawa na wasiwasi wake ni kwamba Mwamba Tini ataamua kuuvunja huo uhusiano, na ukweli ni kwamba mwanadada Deila amekuwa akimtegemea Tini kwa kila kitu, hivyo hayupo tayari kabisa kuweza kumwacha mchizi Tini kwa sasa. Na hapa rafiki yake anamwambia kwamba anapaswa kuweza kuhakikisha ya kwamba anamwambia mapema mchizi Timi kabla mambo makubwa baadaye hajaja kutokea. Upande wa pili, huyu mchizi Timi muda huu hapa anafanya mazoezi, lakini ghafla mlango ukagonga. Mwamba aliyekunyanyuka kwenda kufungua anamkuta kipenzi chake Jeff, hivyo akamkaribisha tu ndani, na hapa akabidi kuweza kumjumuisha katika masuala mazima na yeye aweze kufanya tu mazoezi. Kwa upande wa Timi mazoezi yalikuwa
poa sana, ila huu mchizi Jeff ni wazi ni kwamba sio tu clean sheet, bali amepoteza mpaka kabisa na nguvu. Yani mwamba hawezi hata kupiga push up moja wala mbili. Hapa ni siku nyingine tena, hapa tunamwona mwanadada Dayla akiwa live hasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na kwa wakati huu huyu mwanadada alikuwa akitoa ujumbe ya kwamba hii ni sura ya mtu ambaye tayari ameumizwa katika mahusiano, na kitu ambacho kimeweza kusababisha mmonyoko katika mahusiano yao ni mtu ambaye ni mwanaume mwenyewe, yani mapenzi ya jinsia moja. Na kwa wakati huo mwanadada akiwa live, comment zilikuwa nyingi, likes zilikuwa nyingi, na hii story ikawa imegusa mioyo ya watu wengi sana. Sasa kwa mwamba Jeff, leo hii ilikuwa ni siku ya kumbukizi yake ya kuzaliwa, yani ilikuwa ni birthday ya mchizi ambaye ni Jeff, na mwamba Tini kama mwanaume akaona bora mspoil na kumpa walau iPhone 15, yani akamletea zawadi kipenzi chake Jeff. Basi Jeff ikawa ni shangwe sana kuweza kupata zawadi kutoka kwa mchizi ambaye ni Timi. Haikupita muda kidogo baadaye wawili hao wakasonga mpaka kwa bedi. Basi Jeff akawa anamwaga sifa nyingi sana na akasema ya kwamba imekuwa ni birthday ya kipekee sana kuweza kusherehekea pamoja na mchizi ambaye ni Tini. Basi story hapa zikapigwa nyingi, Tini na Jeff wakawa wanapiga story nyingi za kutosha, na baada ya kupiga story usiku ukawa ni mkubwa sana, kiza kikatanda na wakazima tu taa. Sasa asubuhi na mapema mwanadada Dayla akawa ameamkia nyumbani kwa kipenzi chake Tini, na leo hii kama kawaida yuko live. Siku hii ya leo ni siku ya birthday ya mchizi ambaye ni Tini, hivyo mwanadada Dayla yuko hapa kwa ajili ya kumsurprise huyu kipenzi chake Tini, na hapa akiwa live anadai ya kwamba amemletea kipenzi chake jezi ambayo yeye huwa anaipenda mara zote, yaani ya timu yake halisi. Yani kama mwamba Tini anashabikia Arsenal, basi ameletewa jezi ya Arsenal, na kama anashabikia Simba au Yanga, basi ameletewa jezi ya Simba au Yanga. Sasa wakati yuko live, yupo shabiki mmoja aliandika komenti yake na kumwambia ya kwamba itakuwaje kama atawakuta Tini pamoja na Jeff wakiwa pamoja. Huyu mwanadada Dayla akasema ya kwamba hafikiri hilo. Kumbuka sasa usiku wa jana Tini pamoja na Jeff walikuwa pamoja, na mwanadada ndo huyo akiwa live eti anapeleka zawadi kwa kipenzi chake Tini. Basi bwana akageuza kamera, na sasa ikawa tu sio selfie bali ikawa ni kamera ya nyuma. Sasa ile anafungua tu, huwezi amini, titi for tati, yani Tini pamoja na Jeff anawakuta pamoja. Mbaya zaidi sana ni kwamba hata kitanda ni kile kile ambacho mwanadada Dayla anakuaga na mwamba ambaye ni Tini, na kwa wakati huu hakuna mazingira yoyote ya kishikaji ambayo yanaonyesha ya kwamba watu hawa walikuwa tu kama washikaji. Mwamba alikuwa ameweka pozi ambalo lile mwanadada Dayla huwa anaweka akiwa na Tini, yaani hapo kwa lugha rahisi utakuwa umenielewa. Ilipofika hapa wawili hawa wakastuka ile mbaya, na kwa kuwa mwanadada alikuwa live akaanza kutangaza tu, jamani, mnamuona kipenzi changu Tini. Chizi Tini alipogundua kwamba huyu bidada yupo live, moja kwa moja akakimbia na kwenda kuiputa hii simu, na kisha akazima data na kutoka kabisa live. Ile haikusaidia kabisa, kwani huku mtaani sio story tena ndogo, bali ni story kubwa. Yani kila mmoja amekuwa akizungumza kile kitu ambacho mwanadada Dayla aliweza kukikuta ndani kwake, yani chumbani kwa mpenzi wake, na wengi wamekuwa wakishangaa sana kwa nini Tini ameamua kumwacha Dayla na kumfuata Jeff. Sasa Tini leo aliingia mpaka kwenye choo cha wanaume. Mwamba alipofika hapa, kuna mwamba mmoja alikuwa ananawa mikono. Mwamba alipomtazama akagundua ndo yule aliyemuona kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo hapa mchizi ni kama design fulani anamwambia kwamba mwamba ameingia choo ambacho sio cha kwake. Yani mwamba alivyomkazia huyu mwamba Tini aondoke katika hii hapa choo, wangemchekea kidogo, huenda angeondoka hata na mazaga yake yale mawili, yani arudishe tu mazingira yale kwa wauni. Ukweli ni kwamba hiki kitu kiliweza kuleta matatizo makubwa sana kwa mchizi Tini, yani kila anapofika alikuwa akikataliwa, na wengi waligoma kabisa kuweza kumtambua mchizi kama mwanaume. Hata alipokuwa akifanya kazi kwenye kampuni ambao pengine labda mwamba alikuwa akitengeneza mitonyo ya kutosha, nao pia waliamua kumwekea barua ndefu ya thank you ya kwamba kwa sasa wanaachana kabisa na huyu mchizi. Upande wa mchizi Jeff naye pia kazi yake ya kufanya delivery naye pia iliishia hapa, yani naye alifukuzwa tu kazi. Alipofika kwa BFF wake, BFF aliweza kumpokea na huku akawa anampa moyo mkubwa sana ya kwamba mwamba atapata kazi nyingine nzuri zaidi ya ile, na huku akawa anamwambia kwamba hata kama ile kazi ilikuwa ikimchosha tu, hivyo ni heri ya kwamba ameiacha kabisa ile kazi, kwani haikuwa ni kazi ambayo inaweza kumletea maendeleo. Na huyu BFF wake anadai ya kwamba licha ya kwamba aliamua kumwacha kupitia skendo, lakini
lakini hawatakuja kupata mfanyakazi bora kama Jeff, ila ma-BFF. Haya bwana. Upande wa pili, mchizi Timi akaenda moja kwa moja mpaka kwa wazazi wake. Alipofika hapa, wazazi wakagoma kabisa kuweza kumwelewa kabisa huyo mchizi Tini. Yani hapa sio faza wala sio bi mkubwa, wote wanamwaga maneno mengi sana, mixa laana za kutosha ile mbaya. Bi mkubwa anadai ya kwamba anajuta kabisa kuweza kukileta kiumbe cha ajabu namna hii duniani. Bi mkubwa anadai ya kwamba kile kitendo kimefezeesha familia yake na kimefezeesha taswira nzima ya kwake huyu mwamba Tini. Jeff naye pia akarudisha mpira kwa kipa. Hapa akawa anapigia simu wazazi wake huko kijijini na kisha akawa anaeleza hali halisi ya huko mjini ya kwamba maisha ni magumu ile mbaya. Mwamba kutaka kwenda straight na kuzungumza tu ukweli. Sasa na kwa kuwa ilikuwa ni kijijini sana, hivyo mama na wala sio baba, hakuna mtu yoyote ambaye aliweza kuiona ile connection ya huyo hapa mchizi. Ukweli ni kwamba huenda labda hawatumii smartphone kama huko mjini. Sasa mara baada ya bi mkubwa kuweza kufoka sana dhidi ya huyo hapa mchizi wa kuitwa Timi, ilipofika usiku, bi mkubwa akamfuata Tini na kisha akawa anamwambia ukweli ya kwamba anapaswa kuweza kumwomba msamaha baba yake kwa kile kitendo ambacho yeye ameweza kukifanya. Na hapa bi mkubwa anadai ya kwamba yeye alishamsamehe kitambo, hivyo anapaswa kuweza kumwomba msamaha baba yake. Na hapa bi mkubwa anamwambia ya kwamba ili kuweza kusindikiza huu msamaha hata baba yake aweze kuuelewa, basi anapaswa kuweza kuingia kanisani na kwenda kanisani kuhudhuria ibada kila siku. Kitu hichi kinaweza kikafanya msamaha wake kwa baba yake kupita kwa haraka. Basi bwana, Timi akapata wasaa kuweza kuzungumza na kuomba msamaha kwa baba yake, huku matendo yale yale ambayo mama yake aliweza kumwambia ndio ambayo alikuwa akiyafuata. Na baba yake hapa anadai ya kwamba ameshamsamehe, huku akiwa na masharti kadhaa, ikiwemo anapaswa kuweza kwenda kanisani kila wakati. Na hapa akamwambia kwamba kama mwanaye atakubali kuweza kufanya hivi, basi atampa msamaha wa moja kwa moja. Sasa kwa upande wa mama yake na Tini, alikuwa na plani ya kitofauti, na plani yake kubwa ni kumtoa huyo hapa mchizi ambaye jina lake anaitwa Jeff hapa mjini, na moja kwa moja kuhakikisha kwamba anamfanyia transfer na mwamba aishi mbali sana, ikiwezekana kijijini, yaani mbali kabisa na mji. Sasa mama yake na Tini, ni kweli bwana, alifanikiwa kuweza kupajua sehemu ambapo Jeff anaishi. Hapa bi mkubwa akaika mkwara mzito sana kwa mchizi Jeff, na hapa akadai ya kwamba Jeff anapaswa kuweza kukaa mbali na mtoto wake ambaye ni Timi. Na bi mkubwa akasema ya kwamba sio tu kukaa mbali, bali anapaswa kuweza kuondoka nje ya huu hapa mji. Sasa huu bi mkubwa wake na Tini hakuwa kinyonge, alikuja hapa pamoja na cheki ambayo ilikuwa na kiasi cha shilingi milioni 3 naira za Kimarekani na kumkabidhi huu mchizi Jeff. Hizi zitamsaidia mwamba kuweza kutoka ndani ya huu hapa mji na kuelekea huko kijijini. Akaweka mkwala mzito na kumwambia mwamba anapaswa kuweza kupotea nje ya huu hapa mji. Lengo la hubi mkubwa ni kuhakikisha ya kwamba Tini pamoja na Jeff hawatakuja kabisa kuonana, na bi mkubwa akamwambia kwamba kama atarudi tena basi atamteka tu. Basi bwana, Jeff akakipokea kile kibunda, na hapa akawa anamuaga BFF wake ya kwamba anapaswa kuweza kuondoka tu hapa. Sasa licha ya kwamba Tini aliweza kuomba misamaha kwa wazazi wake wote wawili, lakini alipopata wasaa akaenda kumtafuta kipenzi chake Jeff, na hapa moja kwa moja akaenda paka alipokuwa akiishi, akamkuta BFF wake na Jeff, na hapa ndipo ambapo akamuuliza ya kwamba Jeff yupo wapi. Huyu BFF wake na Jeff akasema ya kwamba Jeff saa nyingi aliyoshatoweka kabisa hapa mjini, na yote ni kwa sababu mama yake mzazi aliweza kumtaka huyu mchizi Jeff aondoke mitaa hii ya mjini na kuelekea mbali, yani kijijini. Na kisha BFF wake na Jeff akatoa hundi ambayo ilikuwa na kiasi cha milioni 3 naira za Kimarekani na kumpatia Tini aone kile ambacho mama yake aliweza kukifanya. Jeff alimaindi vibaya mno, na baadaye akapata nafasi akamfuata mpaka na bi mkubwa wake, na hapa huyu mchizi Tini anamlalamikia sana bi mkubwa wake na kumwambia kwamba yeye ndio ambaye amesababisha haya yote kwa mwamba Jeff kuweza kuondoka, na wala hakubaliani kabisa na hicho kitendo. Mwamba ameamua kumsema sana bi mkubwa wake kwa kitendo cha kumtoa kabisa Jeff katika mazingira haya ya mjini. Sasa huyu mchizi Tini anadai ya kwamba kwa sasa bi mkubwa amevuka mipaka, na anadai ya kwamba ito ameamua kuingilia faraga zake huyu mchizi. Wangemwacha tu kwa kuwa yeye mwamba ameshakuwa mtu mzima. Sasa siku kadhaa zikawa zimesogea, na leo hii hapa mwamba Tini akiwa ametulia mgawani, Ahmad Jeff kipenzi chake naye pia akaja hapa. Huwezi amini, watu hawa wakazungumza kiutu uzima na kisha wakarejesheana majeshi, yani wawili hawa wakaingia tena rasmi kwenye mahusiano kama ilivyo awali. Yani juhudi za bi mkubwa zikawa zimegonga mwamba. Hata Faza naye pia msamaha wake
wote ni kama umeenda bure hivi. Sasa unaambua ya kwamba Timi ana muda mrefu sana hajaonekana hapa nyumbani, na nitoka siku ambayo aliweza kumfokea mama yake na kumwelekeza juu ya kile kitu ambacho anahisi ya kwamba mama yake amekosea. Sasa leo hii bi mkubwa akavuta konga mpaka kwa Tini na kisha akamwambia ya kwamba arudi nyumbani, amemkumbuka sana kipenzi chake mwanaye Tini, na kisha akamshawishi sana na kumwambia ya kwamba arejee nyumbani, watazungumza tu na anaamini ya kwamba kila kitu kitakuwa poa. Sasa mwamba Timi alivyo mpumbavu akaja, na siku hii hakuja peke yake, si ndio akaja na kipenzi chake Jeff, kuonyesha ya kwamba yeye ni mtu mzima na hapaswi kabisa kuweza kuingiliwa katika maamuzi yoyote ambayo anayafanya. Sasa ilipofika muda wa kula, huyu mchizi Jeff akaanza kutoa sifa kwa chakula ambacho kimepikwa ukweni, na hapa Jeff anadai ya kwamba chakula ni kitamu sana cha hapa ukweni. Huyu mzee wake na Tini anamwangalia sana Jeff, na kisha akawa anamwangalia sana huyu mchizi Tini, yaani huyu dingi anaonyesha na hasira ile mbaya, afagilii kabisa hii michezo ya rangi nyingi. Huyu mzee uvumilivu ukamshinda, na hapa akawa anamuuliza mwanaye Timi ya kwamba hichi ndicho ambacho umeamua kabisa kuweza kukifanya na sisi wazazi wako tukione. Na kabla hajajibu, bi mkubwa akaingilia kati na kumkatisha kabisa mzee wake na Tini. Hii inaonyesha ya kwamba bi mkubwa hataki mzozano, yaani hataki baba yake na Tini aweze kuoji hichi kwa ukali kama ilivyo ada. Ni kweli ni kwamba bi mkubwa ni kama anasapoti hichi kitu kutoka kwa mwanaye Tini. Mzee kwa majibu ambayo ameyapata kutoka kwa mama yake na Tini, pamoja na Timi kukaa kimya, Mixer na Jeff kusifia chakula cha ukweni, mchizi appetite ya kula ikaisha kabisa, yani akanyanyuka na kuondoka kabisa katika meza ya chakula huku akiwa amemind. Sasa alipoondoka, mama yake na Tini akawaambia wawili hawa, yani Jeff pamoja na Tini, ya kwamba wasijali kuhusu baba yao, kwani ameandaa mpango maalum na kwa sasa yuko tayari kuweza kuhakikisha kwamba na bless hichi kitu. Mbaya zaidi ni kwamba atawatoa hapa na kuwahamisha sehemu nyingine wakaishi tu pamoja, yani nje kabisa na sehemu hii. Jeff pamoja na Tini mara baada ya kuweza kukisikia hichi kitu, wote wakabresi na walifurahi vibaya mno kuona bi mkubwa naye pia akatoa mashavu mengi na asilimia za kutosha juu ya penzi lao wawili hawa. Iko hivi, mara nyingi huruma ya mama inapoingia katika malezi ya watoto huwa ni nzuri, lakini mara nyingine huwa inaingia vibaya mno, hasa mahali ambapo mtoto kabisa anaonekana akiwa anaharibika na anakwenda katika njia ambayo sio. Wamama wengi wamekuwa wakiweka huruma hapa, na kwa muda mwingine ukali wa baba hutumika kama sera mahususi kwa bi mkubwa kujiaminisha ya kwamba yeye ndio ambaye ana upendo wa kweli kuliko hata baba ambaye anafoka sana. Na hichi ndicho ambacho amekifanya huyu mama yake na Timi, yaani ameamua kukikingia kifua hichi kitendo cha ajabu ambacho huyu mchizi Tini mwanaye ambacho ameweza kukifanya dhidi ya Jeff. Ingawaje Tini aliwahi kuwa na mpenzi mzuri sana wa kuitwa Deira, waliyependana na alikuwa ni mtu ambaye ni sahihi sana kwake. Sasa hii movie ina sehemu ya kwanza pamoja na ya pili, na ndizo ambazo nimekuletea tu hapa. Sasa maoni yenu ndio ambayo yataweza kuniambia ya kwamba nilete sehemu ya pili au la niachane nayo niendelee na mizigo mingine. Na huno unakuwa mwisho wa hii hapa movie ya kuitwa Deliver Guy. Drop comment yako hapa chini. Je, huu hapa mzigo umeuonaje? Pia usisahau kucomment, kulike pamoja na kusubscribe. Bwana, mimi naitwa Kipaso Njeyara bwana oi.